Wakili wa kimataifa kutoka Marekani mwenye anaitwa Brookly Montgomery ametumwa na kufika katika taifa letu la Tanzania kufuatilia na kumtetea mwenyekiti wa chama cha Chadema Tundu Lissu. Kumbuka kwamba Tundu Lissu ameweza kushtakiwa na shtaka la uhaini. Kulingana na serikali, wanasema kwamba Lissu alikuwa amepanga mapinduzi na Lissu alikuwa amechochea kwamba uchaguzi uliopita haungefanyika. Wakati huu mashahidi wa kificho wanazidi kutoa ushahidi wao, huku Lissu akizidi kuwanyoa mahakamani, mpaka wengine wameshindwa kuzungumza kimombo mahakamani, kwa sababu nimekueleza huyu wakili Brookly Montgomery naye anataka kufuatilia aelewe ni kwa nini Lissu ameweza kushtakiwa, aelewe jinsi ambavyo mashahidi wanatoa ushuhuda. Kwa hivyo wanapaswa kuzungumza kimombo, wengine wameshindwa. Hata jeshi la polisi wengine ambao wanatoa ushahidi kumshtaki Tundu Lissu hata wameshindwa kuzungumza kimombo. Sasa katika kanda hii, mpenzi mtazamaji, ninataka kukuchanganulia uweze kuelewa zaidi huyu wakili kutoka Marekani, United States of America, Brookly Montgomery, mwenye amekuja kusaidia Lissu, angalau kusaidia kwenye timu ya utetezi wake Lissu. Anahusika na nini aswa? Huwa anahusika na masuala gani? Mimi ni mtangazaji wako Bwana Ezra. Wacha tu niweze kukumbusha kwamba tafadhali, kama unanipata kwa mara ya kwanza, itakuwa ni makosa sana unaendelea kunitazama na haujaweza kujiunga na ukumbi huu kwa kupiga subscription. Piga subscription, like video, bonyeza kengele, yani una turn on notification bell, ili kipindi ambapo tunapika unaambiwa kwamba Ezra ameweza kupakua video, njoo ukaitazame. YouTube ndio inakwambia na uweza kusambaza hii kanda kuelekea kwa vikundi vingi. Karibu tusonge mbele. Kwanza kabisa, mimi ninashangaa, kwani Lissu huyu mwenyekiti wa chama cha Chadema yuko tisho kivipi kwa Samia? Kwa sababu ulinzi ambao anapewa kutoka kwa jela kuelekea mahakamani, kuniradhi, ni wa kushangaza. Yaani mtu analindwa mpaka na snipers, wamesimama tu kwa gari wanaelekeza tu bunduki hivi. Sasa mpaka unashangaa Lissu ni tisho kwa serikali. Na je, endapo hii kesi ya Lissu jinsi ambavyo naiona kwamba itaelekea kuisha, na je ikiisha sasa Lissu akuwe huru, wataendelea kumchunga? Angalia jinsi ambavyo walikuwa wanamleta mahakamani, mpaka hata mimi nikajiuliza Bwana Ezra, kwani Lissu ni tisho kwa serikali ya Samia? Ninajua Samia yuko na makomando, Samia yuko na wanajeshi wa JWTZ, yuko na wale ambao wanamlinda. Ni kwa nini anachunga Lissu namna hii?
jibu lako ni sahihi kama langu. Sababu ambayo inafanya serikali inamchunga Lissu namna hii ni kwa sababu wanamuogopa. Wanaogopa kwamba wafuasi wake ni wengi hata kuzidi wafuasi wa serikali. Sasa kuna wale ambao wataniambia, bwana Ezra, huyu Montogomer alikuwa anafanya nini? Nilimuona akiwasiliana na wakili wa chama cha Chadema. Wakili ama ukipenda mwanasheria mkuu wa chama cha Chadema alikuwa anawasiliana naye mahakamani. Huyu wakili ama mwanasheria mkuu wa chama cha Chadema mwenye anaitwa nani huyo? Kidogo tu najua watu ni wengi, mpenzi mtazamaji, watu ni wengi ambao nimeweza kuzoea kwenye akili zangu. Anaitwa Rugemeleza. Inshallah yeye ndiye aliweza kumkaribisha mahakamani, na jinsi ambavyo utakapoona hapo walikuwa wanabadilishana mawazo. Wanabadilishana mawazo, lakini mimi najua kwamba hili ni tisho kwa serikali ya Samia. Unaona la nakwenda Kuna wale ambao wataniuliza, bwana Ezra, huyu wakili Brooke Lee Montogomer anahusiana na nini sana sana? Huyu ni wakili msomi na ukipenda mwanasheria kutoka Marekani. Sasa kwa mujibu wa taarifa ambazo niko nazo, mpenzi mtazamaji, huyu wakili mwenye amekuja kufuatilia kesi ya Lissu na wakati mwingine kumtetea, na ndio maana wale mashahidi wa serikali wa kificho wamelazimishwa kuweza kuzungumza Kimombo, na imekuwa aibu, wengine hata hawajui kunena Kimombo. Sasa walikuwa nashtaki Lissu kwa nini, na wengine hata hawajui kunena Kimombo. Sasa huyu wakili Brooke Lee Montogomer, kwa mujibu wa taarifa ambazo niko nazo, ni wakili wa masuala ya haki za kibinadamu. Amewahi wakilisha kesi mbalimbali katika mahakama ya jinai ICC akitetea haki za kibinadamu. Mahala ambapo unapata kwamba vita vimeweza kutokea, wanaitwa kwenda kutetea wale ambao wameumizwa. Kama sasa hivi anaweza hata akaitwa kuweza kutetea sisi wananchi wa Tanzania. Mnaelewa yale ambayo yalitendeka mwaka uliopita, mahala ambapo watu wengi walichinjwa. Kwa hivyo napaswa kujua ni wakili wa kutetea haki za kibinadamu. Haki za kibinadamu zinaweza zikakiukwa kwa namna nyingi. Haiwezi kawa kwamba ni kuweza kuuawa peke yake, hapana. Haki za kibinadamu zinaweza zikakiukwa kama vile tunanyimwa haki ya kuweza
chagua viongozi ambao tunataka, kama vile wananchi wanatekwa na kufichwa bila ya kufikishwa mahakamani kwa wakati. Hizo ni kukiuka haki za binadamu, na mwenye anashughulikia masuala kama hayo ni huyu wakili Brooklyn Montgomery. Namba 2, huyu wakili anajihusisha na sheria za kimataifa. Yeye ni mtu ambaye anajihusisha na sheria za kimataifa, anafuatilia sana kesi za kimataifa, na ndio maana unaona ameweza kutumwa katika taifa letu la Tanzania kuweza kuhakikisha kwamba anamtetea Lissu. Kumbuka bunge la Ulaya mwaka uliopita liliweza kulazimisha serikali ya Samia kumwachilia Lissu, lakini mpaka wakati huu hatujaweza kuona iwapo serikali hii batili imeweza kumwachilia Lissu, na badala yake wanamletea mpaka mashahidi wa mchongo ambao wanashindwa hata kunena kimombo mahakamani kwenye kizimba cha kificho. Ni jambo la kusikitisha, ni jambo la kushangaza mno. Kwa hivyo ndio maana huyu wakili Brooklyn Montgomery ameweza kutumwa ili kuweza kuhakikisha kwamba anafuatilia hii kesi. Ndio maana yeye ni wakili wa kimataifa, anafuatilia hii kesi kuweza kuona mahala ambapo inaelekea, mahala ambapo hii kesi inachukua mkondo. Namba 3, ufuatilia sana sana na kushughulika na kesi zinazohusu uhuru wa kiraia, haki za kisiasa na utawala wa kisheria katika mahakama ya jinai ICC. Wacha niweze kurudia hapo. Ufuatilia na kushughulikia kesi zinazohusu uhuru wa kiraia, haki za kisiasa pamoja na utawala wa kisheria. Kwa hivyo napaswa kujua kwa ujumla yeye anatetea haki za kikatiba, vilevile anatetea haki za watu waliokabiliwa na mashtaka ya kisiasa kama Lissu. Unanielewa? Anatetea haki za watu waliokabiliwa na mashtaka ya kisiasa kama Lissu, na anatetea uwajibikaji, sometimes anatetea, ama wakati mwingine anatetea uwajibikaji wa serikali, na anatetea utawala wa sheria katika ngazi za kimataifa. Kwa hivyo kitu ambacho kimeweza kumleta hapa, lazima uweze kuelewa kwamba wakati mwingine akipewa kazi anatetea haki za watu waliokabiliwa na mashtaka ya kesi za kisiasa. Jinsi ambavyo nina imani kwamba kuna taa ya studio yetu ambayo imeweza kuzimika hapa. Nimeweza kuiwasha. Sasa anatetea watu waliokabiliwa na mashtaka ya kisiasa. Ukiweza kuona kesi kama ya Lissu, sio eti kwamba Lissu aliweza kufanya makosa. Hii kesi ya Lissu ni ya kisiasa. Samia aliweza kumshtaki ili kupunguza ushindani mkali kipindi cha kura mwaka uliopita. Kura general election, yani kura za mwaka uliopita. Kwa hivyo huyu wakili ameweza kutuma kuweza kuhakikisha kwamba anafuatilia kesi ya Lissu kabisa, ili kuweza kuhakikisha kwamba anampea ushindi Lissu. Kiweza kuangalia, Lissu ni mtu ambaye yuko na marafiki wengi, sio Marekani peke yake, sio Ulaya peke yake, yaani ulimwengu mzima. Na nyote mnajua mtu kama Lissu ni wakili. Kwa hivyo wakili mwenzake amekuja kumtetea. Lissu ni msomi hata kushinda Samia. Amekuja kumtetea wakili mwenzake. Na unaelewa, kwenye kesi ama kwenye kimataifa, mawakili wako na vyama vyao mbalimbali. Yaweze ikawa kwamba Lissu yuko kwenye hichi chama cha mawakili, na uende ikawa kwamba hichi chama cha mawakili ndicho kimeweza kumtuma huyu wakili kuja kuhakikisha kwamba anamtetea Tundu Antipas Lissu ili kuweza kushinda kesi yake ya mchongo. Tutakuwa tunafuatilia jinsi ambavyo kesi hii, mpenzi mtazamaji, itakuwa inachukua mkondo. Kumbuka kwamba pale mahakamani Lissu anawapeleka mbio. Anawapeleka mbio, na hata serikali imeweza kutetemeka. Wanashindwa. Je, Lissu akiwashinda pale mahakamani itakuwa vipi? Itakuwa vipi ikizingatiwa kwamba waliiba kura? Mimi ni mtangazaji wako Bwana Ezra. Wazo lako ni lipi?